يقول حفظه الله تعالى: هل يجوز للصائم استعمال القطرة أم أنها تفطره؟ Anauliza hafidhahu Allah Ta'ala, je, inafaa kwa mfungaji isti'malul qatrati, kutumia dawa ya matone? Isti'malul qatrati, kutumia dawa ya matone. Am annaha tuftiru, au hakika yake dawa hiyo ya matone inafunguza. Am annaha tuftiruhu, au hakika yake dawa hiyo ya matone itamfunguza yeye. Aljawab, يقول حفظه الله تعالى: من استعمل القطرة, yoyote atakayetumia dawa ya matone, wa huwa saimun, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kufunga, fahuwa ala ahwalin, basi yeye yuko juu ya hali zifuatazo. Yoyote ambaye atakayetumia dawa ya matone na hali ya kuwa yeye ni mwenye kufunga, fahuwa ala ahwalin, basi yeye yuko juu ya hali zifuatazo. Hali ya kwanza, fa in istamalaha fi anfihi, ikiwa ataitumia katika pua yake. Matone yamepitia kupitia katika pua yake, matone yamepita kupitia pua yake. Wa wasalat ila jawfihi, na yakafika katika tumbo lake. Wa wasalat ila jawfihi, na yakafika katika tumbo lake. Fahiya muftiratun, basi hiyo dawa itakuwa ni chenye kufunguza. Fahiya muftiratun, hiyo dawa ya matone itakuwa ni chenye kufunguza. Wa alayhi alqada'u, na ni juu yake kulipa. Lianna al-anfa, kwa sababu pua manfadhun ila aljawfi, ni chenye kupitisha kuelekea katika tumbo. Lianna al-anfa, kwa sababu pua manfadhun ila aljawfi, ni chenye kupitisha kuelekea katika tumbo. Hiyo ni hali ya kwanza. Kwa hivyo ikiwa hiyo dawa ameiweka kupitia pua yake na ikafika mpaka tumboni, basi atakuwa mtu huyo ni mwenye kufungua, na ni juu yake kulipa hiyo siku ambayo amefungua ndani yake. Na hali ya pili, wa in kanat fil aini awil udhuni, na ikiwa hiyo dawa imewekwa kupitia jicho au sikio. Wa in kanat fil aini awil udhuni, na ikiwa hiyo dawa imewekwa kupitia jicho au sikio, yani imewekwa katika jicho au katika sikio. Fa innaha la tuftiru, hakika yake haifunguzi. Fa innaha la tuftiru, hakika yake haifunguzi. Wa in wajada ta'maha fi halqihi, hata kama atapata ladha yake katika koo lake. Wa in wajada ta'maha fi halqihi, hata kama ataipata ladha yake katika koo lake. Lianna al-aina wal-udhuna, kwa sababu sikio na jicho. Lianna al-aina wal-udhuna, kwa sababu jicho na sikio laysata bimunfidhin ila al-jawfi, si vyenye kupitisha kuelekea katika tumbo. Laysata bimunfidhin ila al-jawfi, si vyenye kupitisha kuelekea katika tumbo. Kwa hivyo ikiwa dawa hiyo atakuwa ameiweka katika jicho au ameiweka katika sikio, haitohesabika kuwa ni kifunguzi hata kama ataipata ladha yake katika koo lake, kwa sababu njia ya sikio na njia ya jicho si njia ambayo iko wazi kupitisha vitu kuelekea katika tumbo. Khilafan bil anfi, kinyume kabisa na pua. Pua ni njia ambayo hupitisha vitu kuelekea katika tumbo. Swali nambari 27, يقول حفظه الله تعالى:
بعض الناس مصاب بالربو فهل يجوز له استعمال البخاخ أثناء الصيام أم أنه يفطر باستعماله؟ anasema hafidhahullah, baadhi الناس, baadhi ya watu, musabun lirrabwi, aweza kuwa ni mwenye kupatwa na kifua. Arrabwu ni kifua cha asma, ni kifua cha asma. Aweza mtu kuwa ni mwenye kupatwa na kifua cha asma. Fahal yajuzu lahu, je inafaa kwake yeye isti'malu al-bakhakh, kutumia spray athna as-siyami, katikati ya funga, am annahu yafturu biistimalihi, au hakika yeye atafungua kwa sababu ya kutumia al-bakhakh, kwa sababu ya kutumia inhaler. Tunazifahamu zile inhaler za wagonjwa wa asma ambazo kifua kinapokuwa kimembana basi anapuliza ile hewa kwa ajili ya kufungua mapafu. Kwa hivyo viko vidude anapuliza katika mdomo wake, anakibinya, kinapuliza, kinatoa hewa, inaenda kuyafungua yale mapafu ambayo yalikuwa yamejibana. Sasa je, kutumia hiki kifaa athna as-siyami, katikati ya funga, inafaa? Fahal yajuzu lahu isti'malu al-bakhakh, je inafaa kwake yeye kutumia spray athna as-siyami, katikati ya funga, am annahu yafturu biistimalihi, au hakika yeye atafungua kwa sababu ya kuitumia al-bakhakh, kwa sababu ya kuitumia spray? Aljawab, yaqulu hafidhahu Allah ta'ala, yajuzu lis-saimi isti'malu al-bakhakh, inafaa kwa mwenye kufunga kutumia spray idha ihtaja ilayhi, pindi atakapoihitajia. Ikiwa hali ya kifua imembana kiasi ambacho pumzi zake hazitoki vizuri na dawa pekee ya kufungua mapafu yake ni hiyo al-bakhakh, ni hiyo spray, basi itafaa kwake yeye hata kama ni mfungaji kutumia al-bakhakh idha ihtaja ilayhi, pindi atakapoihitajia. Wala yuaddu bidhalika muftiran, wala hatohesabika kwa hilo kuwa ni mwenye kufungua. Wala yuaddu bidhalika muftiran, hatohesabika kwa hilo kuwa ni mwenye kufungua. Liannahu la yushbihu al-akla wa shurba, kwa sababu al-bakhakh haifanani na kula na kunywa. Walaysa fi ma'nahuma, na haiko katika maana ya kula na kunywa. Walaysa fi ma'nahuma, na haiko katika maana ya kula wala haiko katika maana ya kunywa. Kwa hivyo yule ambaye atakayetumia spray kwa ajili ya kufunua mapafu yake na kuyafungua mapafu yake, basi wanasema ulama hakuna ubaya na saumu yake ni sahihi, na wala hatuambiwa kwamba amefungua kwa sababu ya kutumia spray. Suali nambari 27, يقول حفظه الله تعالى: ما حكم استعمال الصائم لإبرة التخدير أو inaitwa البنج وهو لها أثر في الصيام، وهل لها أثر في الصيام؟ anasema حفظه الله تعالى: ما حكم استعمال الصائم، nipi hukmu ya kutumia mfungaji liibrati at-takhdir, sindano za ganzi. Ibratu at-takhdir, sindano ya ganzi. Nipi hukmu ya yule mwenye kufunga kutumia sindano ya ganzi au inaitwa al-banj? Wa hal laha atharun fi as-siyami, na je sindano hiyo ina athari yoyote katika funga? Sindano ya ganzi, je ina athari katika funga? Aljawab, yaqulu hafidhahu Allah: laysa liibrati at-takhdir, hakuna katika sindano ya ganzi ambayo ni al-banj atharun fi sihhati as-siyami, hakuna athari yoyote katika usahihi wa funga. Fasiyamu sahihun, funga ni sahihi. Yule atakayetumia sindano ya ganzi funga yake ni sahihi. Waqad yasta'miluha ba'dhu as-sa'imin, na wanaweza wakaitumia sindano hiyo
baadhi ya wafungaji hina yahtajuna ila khal'i dhirsin mathalan, wakati wanahitaji kungoa jino mathalan. Hina yahtajuna ila khal'i dhirsin mathalan, wakati wanahitajia kungoa jino mfano. Fahiya la tubtilu sawma, basi sindano hiyo haibatilishi funga. Lakini jambo ambalo lampasa yule mwenye kufunga, lakin ala man umila lahu hashun, ni juu ya yule ambaye umila lahu hashun, kimefanyika kwa kitendo cha kuziba jino lake, au khal'u sinnin, au kungoa jino, an yahtariza min bal'i shay'in min ad-dawa, ajiepushe na ajikinge kutokana na kumeza chochote katika dawa, au dami, au kumeza chochote katika damu. Kwa hivyo yule ambaye kitakuwa kimefanyika kwa kitendo cha hashwun ni kitendo cha kuziba jino. Hivi leo kuna teknolojia za kuziba jino ambalo limetoboka, lakini lazima kwanza mtu achome sindano ya ganzi. Au khal'u sinnin, au kungoa jino, mtu hawezi kungoa jino bila ganzi, wanangoa kwa kutumia ganzi. Sasa ni juu yake huyu ambaye amewekewa dawa hii, ayahtariza, ajikinge, min bal'i shay'in min ad-dawa, kunako au kutokana na kumeza kitu chochote katika dawa, au dami, au katika damu. Suali nambari 29, hal yajuzu lisaimi isti'malu at-tahalil at-tibbiyah, je inafaa kwa mwenye kufunga kutumia vipimo vya kitabibu vya damu? Isti'malu at-tahlil at-tibbiyah, vipimo vya kitabibu vya damu. Tulishasoma hili swala katika kipindi cha nyuma hapo, kadhalika amelirejea tena. Aljawab, yaqulu hafidhahullah, yajuzu lahu dhalika, inafaa kwa hilo, liannaha, kwa sababu at-tahlilat au at-tahlil at-tibbiyah laysat fi ma'na al-akli wash-shurbi, haipo katika maana ya kula wala haipo katika maana ya kunywa. Nadhani pameeleweka vizuri